inakadiriwa kuwa wakati wa ujenzi wa reli hii takriban watu 600,000 watapata ajira, wakiwemo 30,000 ambao watapata ajira za moja kwa moja. Reli hii itakapokamilika inatarajiwa kutoa ajira takriban milioni 1 kupitia viwanda na kukua kwa sekta nyingine za baadhi tu ya faida zitakazopatikana kutokana na ujenzi wa reli hii. Zipo nyingine nyingi. Hivyo basi ni wasihi wa Tanzania wenzangu kujipanga ili kuweza kunufaika na mradi huu. Ndugu zangu, wageni waalikwa na ndugu viongozi, ujenzi wa reli hii yenye urefu wa kilomita 1219 umegawanywa kwa vipande vitano. Kipande cha kwanza ni hiki ambacho leo tunaweka jiwe la msingi, ambacho kinatoka hapa Dar es Salaam hadi Morogoro na kitakuwa na urefu wa kilomita 300. Aidha, awamu hii itahusisha pia ujenzi wa stesheni 6 ambazo kubwa pia zitajengwa pale Ruvu, ambazo zitahusisha na kujenga dry port pale Ruvu na kupunguza pia hatua mbalimbali za msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Reli hii itakuwa ya kisasa kabisa na yenye uwezo mkubwa. Mheshimiwa Waziri na watendaji wa ujenzi wa RACO wameeleza kuwa injini za treni hii zitatumia umeme pamoja na dizeli. Mwendo kasi wake utakuwa kilomita 160 kwa saa kwa treni za abiria. Lakini extra load yake itakuwa na uwezo wa kubeba tani 35, tofauti na ya sasa ambayo hazifiki hivyo. Lakini pia tumeambiwa watahakikisha watamaliza ujenzi huu ndani ya miezi 30. Na mwenye kampuni Yafi Construction amezungumza kwamba atahakikisha anamaliza kwa wakati. Gharama za ujenzi za kipande hiki cha kilomita hadi kutoka Dar es Salaam ni dola za Kimarekani milioni 1.22 ambayo ni sawa na trilioni 2.8. Na katika bajeti ya mwaka huu, ya mwaka uliopita ambao tunamalizia, na ninashukuru waheshimiwa wabunge wako hapa, walitupitishia bajeti ya trilioni 1 kwa ajili ya kuanza kugharamia. Na mnaweza mkaona kwa hesabu za kawaida, kama itajengwa kwa miezi 30, miezi 12 ya kwanza trilioni 1, miezi mingine 12 trilioni 1, miezi mingine iliyobaki ile bilioni 800 zilizobaki. Na bahati nzuri fedha hizo zipo. Lakini ieleweke tu ndugu zangu, saa nyingine fedha hizi huwa haziwezi kutolewa kabla kandarasi hajapatikana. Mnatambua kwa mfano katika mradi huu fedha zimetengwa katika bajeti ya mwaka huu ambazo ziko miongoni mwa 40% ya fedha za development. Kandarasi asingeweza kulipwa kabla hajaanza mobilization. Na hiyo ndiyo sheria. Tungeweza tukamlipa halafu akaondoka. Na advance payment ya 15% imelipwa wiki iliyopita ya bilioni 300. Sasa bilioni 300 amelipwa wiki iliyopita. Inawezekana hili sasa linaweza likawa jibu zuri kwamba ni kwa nini saa nyingine fedha za development huwa hazilipwi mapema, kwa sababu ni lazima umlipe kandarasi anapokuwa kwenye site. Pamoja na kwamba fedha hizi zimetengwa kwa mwezi Julai jana. Ndugu zangu, baada ya kumpata mkandarasi na kuanza ujenzi wa kipande hiki cha Dar es Salaam, sasa serikali inaelekeza nguvu zake katika kipande kilichobaki cha Morogoro hadi Makutopora chenye jumla ya kilomita 336. Kwa bahati nzuri, hivi karibuni tulitembelewa na mgeni rais
wa Uturuki alipoona kwamba Tanzania tumetayarisha fedha zetu wenyewe za nguvu zetu zenyewe za walipa kodi wa Tanzania trilioni 2.8 na kutangaza tenda zilizokuwa za uwazi, makandarasi zaidi ya 40 walijitokeza. Kwa bahati nzuri kwake ikashinda kampuni ya Uturuki. Rais wa Uturuki amesema kile kipande cha kutoka Morogoro mpaka Dodoma ameshatuma makampuni mabenki matano tujadiliane nayo, na atatoa mkopo wa nafuu ili pale napo tutengeneze. Hii inadhihirisha msemo wa kabila langu kwamba unapopata msiba lia sana ili kusudi jirani naye alie. Kwa hiyo tumelia sana, majirani Uturuki wamekubali sasa kutusaidia kilichobaki. Lakini pia Rais wa Benki ya Dunia alipotembelea hapa Tanzania, na jana wametoa ripoti yao kwa jinsi tunavyofanya kazi vizuri. Na bahati nzuri mwakilishi wa Benki ya Dunia yuko hapa, Mama Bera. Mama Bera, hebu simama wakuone hapa. Nao sasa tumeonyesha namna ya kutusaidia katika sehemu nyingine. Lakini pia wametoa fedha kama bilioni 300 za kuanza kuikarabati ile reli nyingine iliyokuwepo ya zamani ili nayo iendelee kutumika vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, ninachotaka kuwaeleza, tumeanza vizuri, tunaenda vizuri. Ni lazima tutembee kifua mbele, kwa sababu haijawahi kutokea. Na wale wataalamu wanaojua kusoma kwenye mitandao wakasome kwenye mitandao nchi gani nyingine imejenga reli ya namna hii kwa kutumia fedha zake, watakuta ni Tanzania. Kwa hiyo tumeanza vizuri, Tanzania tutembee kifua mbele. Lakini ninafahamu katika usafiri wowote, kwa mfano kwa ndugu zangu madereva wa malori wanafahamu, unapokuwa dereva wa lori, unapopakia abiria kwenye lori, huhitaji kuwauliza watasimama waangalie sehemu gani wakati lori linaondoka. Wapo watakaotazama nyuma, wako watakaotazama ubavuni, wako watakaotazama ubavu mwingine, wapo watakaotazama kule lori linakoelekea. Lakini wapo wengine, kama utakuwa umepakia Wasukuma, wanaweza kuwa wengine wanaimba mle kwenye lori huku linaondoka. Dereva mzuri hutakiwi kusikiliza nyimbo, hutakiwi kuangalia watu walikotazama. Angalia lori unakolipeleka ili lifike salama. Kwa hiyo nataka kuwahakikishia ndugu zangu na wa Tanzania, mimi ninajiamini dereva mzuri, na kwenye lori langu nimepakia watu wa aina hiyo. Wao wanaoimba, wapo wanaopiga story humo kwenye lori, wako wanaotazama nyuma wakati lori linaenda mbele, wako walioangalia mbele, wako wanaoangalia ubavuni, wako walioangalia ubavu mwingine. Lakini nataka kuhakikishia lori litafika kule tunakoenda, na hili ni lori la maendeleo. Hili ninahakikishia ndugu zangu, tutafika. Tulichelewa. Na katika kazi hizi ambazo tunazifanya, mara nyingi mtakao waona wanaopiga kelele ni lori litaendelea kwenda mpaka tunakotaka.
roli la maeneo kwa ajili ya Watanzania na hasa Watanzania maskini. Jana katika ripoti iliyokuwa inatolewa na Benki ya Dunia na gavana ameeleza, katika nchi zote za Afrika, nchi nyingi uchumi wake umekuwa kwa 1%. Lakini kwa bahati nzuri katika nchi hizo, ukichukua nchi 5 katika Afrika ambazo uchumi wake unaenda safi, Tanzania ipo ambao uchumi wake unakuwa kwa 7%. Na ushahidi wa kukua kwa uchumi ndiyo hizi miundombinu inayofanywa. Kwa wana Dar es Salaam, mnafahamu ni mwezi huu tu mwanzoni uliopita tulizindua flyover pale Ubungo ya ghorofa 3. Gharama zake ni mabilioni ya fedha. Ukienda Tazara pale tunajenga flyover nyingine zaidi ya thamani yake ni bilioni 100. Kwa Dar es Salaam hapa tunajenga ring roads zenye thamani ya zaidi ya bilioni 38. Tutaanza ujenzi wa flyover nyingine inayounganisha Aga Khan na Coco Beach yenye thamani ya mabilioni ya fedha, na itakuwa na itakuwa inapita kwenye bahari ya Hindi. Lakini hivi karibuni tumepata mkopo wa zaidi ya bilioni 425 wa kuanza kujenga barabara za mwendo kasi katika awamu ya 3 na ya 4, na nyingine itaanzia Gongo la Mboto kuelekea mjini katika awamu ya 3 yenye jumla ya kilomita 23.8. Mungu atupe nini ndugu zangu? Uchumi unaenda. Siku za nyuma ilikuwa ni historia kwa Tanzania kuwa hata na shirika lake la ndege. Tumebana hela za mafisadi, tumebana fedha za wapiga dili, tumenunua ndege 6 mpya. Na hii itapromoti utalii, itapromoti biashara, lakini italipeleka lori letu lifike mahali tunakoenda. Miradi ya miundombinu inaendelea. Viwanja vya ndege vinapanuliwa. Haya ndiyo tuliyoyaahidi. Ninafahamu mimi niliahidi kwa niaba ya Watanzania, na wabunge hawa ambao wengi ni wa Chama cha Mapinduzi waliahidi kwa niaba ya majimbo yao. Tunajua tunakoenda. Pasitokee mtu wa kubadilisha ajenda, wabadilishe mawazo yetu, tuanze kuzungumzia ajenda ambazo haziko kwenye ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda kuwashukuru sana makandarasi pamoja na maconsultant, makampuni kutoka Korea. Ninataka mradi huu ukamilike kwa wakati. Kwa nchi kama ya Uturuki, huwezi ukajenga tu kilomita 300 kwa miezi 30. Maana yake kila mwezi kilomita 1 tu. It can't be possible. Nataka contractor, pamoja na kwamba mkataba ni miezi 3, na kwa sababu hela hizi ni za Watanzania 100%, na yeye ni kibarua wetu, ajitahidi amalize mradi huu kabla ya miezi 30. Watanzania hawa wanataka hii treni waipande, na inawezekana siku ya kuifungua twende free mpaka Dodoma, na ikiwezekana mpaka mbali huko. Watu waende kwenye sherehe ya makao makuu ya Dodoma wakipita kwenye treni ya umeme ya kwanza kutengenezwa katika Afrika Mashariki na ya Kati.